Unastahili peke yako, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Asante kwa ajili ya asubuhi hii, asante kwa ajili ya ibada hii, nasi tunatambua ya kwamba uko. Asante kwa neema hii, asante kwa kibali hiki Bwana. Hii ni saa yako ya kusema nasi. Mioyo yetu imenyenyekea kwako Bwana. Litume neno lako tena asubuhi ya leo. Sema na mioyo yetu, sema na maisha yetu, sema na watoto wako, sema na watumishi wako na watu wako hawa uwapendao. Itumie madhabahu hii katika viwango vya kwako Bwana, vile viwango vya mbinguni, vile viwango vya kwako. Dhihirisha wema wako na rehema zako, na dhihirisha uwezo wako na nguvu zako. Bwana, ijulikane ya kwamba mahali hapa umetukusanya ili tukuabudu wewe peke yako, wewe peke yako Bwana. Asante kwa kuwa umetupa neema hii, nasi tuko tayari kusikia neno lako. Tujalie Bwana kusikiliza neno lako na kuelewa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Fungua Biblia yako kitabu cha Marko ile 16. Marko 16 mstari wa 14. Marko 16 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, baadaye akaonekana na wale 11. Walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Kwa hiyo Marko, injili ya Marko 16 mstari wa 14 ni habari za Yesu baada ya kufufuka. Hilo jambo la kwanza. Lakini kama unaandika kwenye notebook yako, unaweza kuandika athari za kutokuamini na kuwa na ugumu wa moyo. Athari ya kutoamini na ugumu wa moyo. Kuna kitu kinaitwa ugumu wa moyo na kuna kitu kinaitwa kutokuamini. Kwa hiyo athari za kutokuamini, lakini athari za ugumu wa moyo. Kwa nimeunganisha pamoja kutokuamini na ugumu wa moyo. Maandiko yanasema baadaye akaonekana na wale 11. Anapowataja wale 11, anataja habari za wanafunzi wake. Kumbuka mmoja alishatayari msaliti na ameshaenda kujinyonga, hayupo. Lakini wamebaki 11, kwa sababu watu wanajua gharama ya uthariti ni kukaribisha mauti ya kujiua mwenyewe. Na ndio maana lazima uwe makini sana. Hata ukiwa mtumishi, usio msaliti ovyo, utakufa. Mnanielewa watu wa Mungu? Usijifanye kuwa msaliti, utakufa. Wasaliti wote mwisho wao unaishiaga nini? Mauti. Inaweza kuwa mauti ya kiroho, mauti ya kiuchumi. Umepatana na mwenzako vizuri, mnafanya biashara pamoja na amekuamini ukamsaliti, hautafika mbali. Unaweza kuona faida leo, lakini mbele yake kuna kilio na mateso. Kila unachopanda lazima uvune. Unaweza kufurahia leo, lakini ukajuta maisha yako yote. Usisaliti. Amen, amen. Yuda aliposaliti aliishia kufa. Kwa lazima ujifunze kutosaliti kwenye maisha yako. Wakabaki 11. Walipobaki 11, akawatokea wakiwa wanakula. Yesu anawatokea baada ya kufufuka wakiwa wanakula. Alipowatokea wakiwa wanakula chakula, Biblia inasema cha kwanza aliwakemea. Hawa hakuambia amani iwe nanyi, alianza kwa kuwakemea. Anawakemea kwa nini? Kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao. Anawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao. Amen, amen. Kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao. Kwa nini? Anaposema kwa kuwa, maana yake anatoa sababu. Kwa sababu hawakuwasadiki wale waliowaletea habari kwamba Yesu amefufuka. Hawakuwasadiki. Kwa unaona
Unaona, sababu ya kwanza, hawakuwasadiki. Sababu ya pili ambayo huwezi kuiona hapo ni kwa sababu alishawafundisha kabla kwamba mimi nitakufa na siku ya tatu nitafufuka. Lakini Yesu amefufuka. Hawa aliowafundisha wanapelekewa habari kwamba amefufuka, hawasadiki. Hawasadiki wanaopelekewa habari. Kile kikamfanya Yesu awakemee kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo. Amen, amen. Amen, amen. Tunaposema kutokuamini, maana yake nini? Kutokuamini maana yake nini? Ni kutokukubali au kutokuwa na hakika juu ya habari ya kweli unayopewa. Habari ni ya kweli kabisa, lakini wewe unakataa. Hauna hakika juu ya hiyo habari, wala hukubaliani na hiyo habari. Maana yake huamini. Na ijapokuwa kuna ushahidi wote, lakini wewe unagoma. Unasema sina hakika, sina hakika. Huamini, hukubaliani. Kwa tunaposema kutokuamini ni kutokuwa na hakika juu ya habari za kweli unazoletewa. Unakataa kuzipokea, unakataa kuzikubali. Maana yake huamini. Sasa ugumu wa moyo, amen, watu wa Mungu, ugumu wa moyo ni kwamba zile habari, haijalishi ni za kweli namna gani, unaambiwa na wewe mwenyewe unasema hizi ni za kweli, ila sikubali. Hizi zina ushahidi. Unasema, mwalimu, unazipata wapi? Angalia, siku moja Mungu akawa anazungumza, akasema japokuwa nimewafanyia ishara zote, manake anazungumza ushahidi. Wameniona kwenye matendo yote haya, lakini hawakukubali kuniamini kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Ukiwa na moyo mgumu, mtu wa Mungu, hata aje malaika utagoma tu, utagoma tu. Na watu hao, unapoona ujumbe huu unakuja kanisani, maana yake upo hapa kanisani. Unanielewa ninachosema? Kuna eneo hata Mungu asemaje, ameleta wahubiri na walimu, amekuletea ujumbe wa kila namna, lakini unasema hamna, hamna. Amezungumza mpaka kwa lugha ya kwenu. Ameongea na wewe, kaongea na wewe kwenye ndoto, kaongea na wewe kwenye mawazo, kaongea na wewe kwa mapito mbalimbali. Maeneo ulitakiwa kufa, Mungu akakutoa. Wakati wenzako wanawekewa oksijeni na wanaondoka, wewe uliowekewa oksijeni na ukatoka. Ajali ile imemaliza wengine, wewe ukatoka, uko salama. Mungu anajaribu kuongea mpaka kwa matendo, lakini unasema hamna. Ugumu wa moyo. Sasa athari za kutoamini na ugumu wa moyo. Athari za kutoamini na ugumu wa moyo, athari zake ni zipi? Kutoamini na kuwa na ugumu wa moyo, tafsiri yake mbele za Mungu. Mungu anaonaje kitu hiki ndani yako? Mungu anaona kana kwamba unamdharau. Yaani usipoamini juu ya jambo lolote ambalo Mungu amekusemesha kwa neno lake, amesema kwa sauti ya Roho wake, amesema, ameongea mpaka kwa nyimbo. Saa nyingine unasikia nyimbo, unasema ni mimi hapo wananihubiria, ni mimi hapo wananihubiria, lakini unasema hamna, wanaimba tu, wanaimba tu. Mungu anaona mahubiri wewe hupendi, basi azungumze kwa nyimbo. Ndugu, toa kibanzi. Unasema kibanzi cha nani? Cha nani? Cha nani? Jina la Yesu libarikiwe. Unasema cha nani? Yaani Mungu anaongea, unaanza kusema ila wale wamevaa sare nzuri sana. Hawezi kusikia. Hawamini. Ugumu wa moyo kwa Mungu maana yake unamdharau. Alimwambia Musa, watanidharau hata lini?
Ni sawa na Mungu anakuletea ujumbe, anasema yeye anaweza yote, yeye anaponya magonjwa. Anaponya sawa, lakini kwa hili kutokuamini. Sasa tafsiri ya kutokuamini na kuwa na ugumu wa moyo mbele za Mungu, maana yake unamdharau. Sasa na kumdharau Mungu ni hatari. Hatari yake ni ipi? Athari zake ndio hizi. Cha kwanza, ukimdharau Mungu kwa maana ya kutokuamini na kuwa na ugumu wa moyo, unaelewa maana yake nini? Haijalishi unamtolea sadaka, haijalishi unakuja kanisani, haijalishi una jina zuri, haijalishi ni mhubiri mzuri, lakini saa ukisha kuwa na hali ya kutokuamini na kuwa na ugumu wa moyo, athari ya kwanza, unamuondoa Mungu kwenye maisha yako, uwepo wake. Unamuondoa Mungu kiutendaji. Utabaki na sifa ya kwamba nimeokoka, lakini Mungu kiutendaji anaondoka. Kwa sababu moja ya kitu kinamfunua Mungu duniani ni utendaji wake. Watu watajuaje kwamba una Mungu? Ni kwa matendo makuu ya Mungu anayoyaona. Kwa hiyo unapoacha kuamini na kuwa na ugumu wa moyo, unamuondoa Mungu kiutendaji. Nenda kaombewe na nabii yoyote duniani. Ukipoteza kumwamini na kumheshimu Mungu kwa moyo wako, Mungu anaondoka kiutendaji, kwa sababu Mungu haongwi wala hashawishiwi. Mungu haongwi. Mungu huwezi kumpa hela wewe, huwezi. Mungu huwezi kumuonga kwa sura yako. Mungu amejikamilisha, nakwambia ukweli. Wala Mungu huwezi kumshawishi tu kwa machozi, kwa sababu unaweza ukaigiza kwa kulia. Mungu haongwi. Kafuatilie Biblia yako. Mungu haongwi. Huwezi kumuonga Mungu. Na ndio maana Mungu anachohitaji ni kuona imani unavyomwamini. Kumwamini Mungu kuna tafsiri kwamba unamheshimu, kuna tafsiri kumtegemea Mungu. Na hakuna kitu Mungu anafurahi kama akiuona moyo wa mwanadamu umemtegemea. Unaelewa? Nyakati tulizonazo watu wanatafuta kutegemea akili zao, uwezo wao wa kifedha, elimu yao. Wengine wanatafuta kutegemea wanadamu wenzao, kwamba nina network nzuri, hao watakufa siku moja. Sijui unanielewa nachosema? Unaweza kuwa na network, majira yanabadilika, majira tunaoyaendea. Mungu anataka kuiona imani za watu. Yesu alipokuwa anazungumza asema, je, atakapokuja mwana wa Adamu ataiona imani? Sio upako, imani. Sio upako, sio vipawa, anasema imani. Anasema, je, atakapokuja mwana wa Adamu ataiona imani? Kwa hiyo Mungu anataka aone nini? Imani. Haleluya. Ukiona hii lugha Yesu anasema akawakemea, maana yake alichukia, alijisikia vibaya. Kwa nini nimewafundisha lakini hawaniamini? Kwa nini hawaamini habari za kweli nilizowaambia mimi? Hawaamini. Kwa nini wana ugumu wa mioyo yao? Hawataki kubadilika. Athari ya kwanza ni kumwondoa Mungu kiutendaji kwenye maisha yako. Mungu hatendi tu, Mungu anatenda na watu walioamua kumwamini na kumheshimu kwa mioyo yao. Nakwambia ukweli. Mwalimu, unaongea nini? Inawezekana ndio majibu ya maombi yako. Unasema, mbona ninaomba sana Mungu anijibu? Cheki moyo wako. Kuna vitu Mungu ajibu, anakujaga kuchungulia moyo kwanza. Moyo kwanza. Kuna mahali ya kupeleki bila kuchunguza moyo wako. Anaangalia moyo wako. Kwa hiyo habari ya kumwamini, ndio maana Yesu anasema ataiona hiyo imani. Paulo kabla hajafa, akiwa anaelekea kufa, anamwambia kijana wake Timotheo, vita nimevipiga, imani nimeilinda. Hasemi nimelinda utume, hasemi nimelinda huduma, hasemi nimelinda utumishi, hasemi nimelinda nafasi yangu ya kuwa mtume. Paulo anasema imani nimeilinda. Maana yake kila nilicho nacho kilianza kwenye imani ambayo Yesu alinipa.
Haleluya, watu wa Mungu. Kama unanielewa sema amina. Kwa hiyo lazima ujifunze, usimsalau Mungu, muamini Mungu. Hata kama dunia nzima inasema sijui kama hili Mungu anaweza, wewe sema mimi naamini. Afanye lakini mimi naamini, asifanye lakini mimi naamini kwamba Mungu anaweza. Liamini neno lake. Asali ya pili, hutaingia kwenye maisha ambayo Mungu alikukusudia. Kasome Waebrania sura ya 3 anzia mstari wa 8 mpaka ule wa 14, na kila mstari utaona Mungu anawaambia kwa kutokuamini kwao. Anasema msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Msifanye, maanake unaweza kufanya moyo wako kuwa mgumu. Kuna baraka Mungu amekuandalia hapa duniani, unaweza ukazisikiliza tu redioni. Unajua watu wanatofautisha baraka na mafanikio. Mafanikio unaweza ukawa hata tapeli ukafanikiwa, lakini sio baraka. Baraka na mafanikio ni tofauti, lakini ndani ya baraka kuna mafanikio, ila ndani ya mafanikio kunaweza kusiwe baraka. Na ndio maana kuna difference kati ya success and the blessings, baraka na mafanikio. Kwa sababu kufanikiwa kuna njia nyingi sana, za halali na zisizo halali, lakini baraka haina njia nyingi, njia yake imenyooka. Simama kwa miguu yako, funika macho yako. Baba, asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Mioyo yetu sisi unaijua sana, hakuna mtu amefichika mbele zako. Umeweka maisha mazuri ndani yetu, umetuokoa, wengine umetuokoa, wengine ukatufanya kuwa watumishi wako, wengine ukatufanya kuwa baraka kwenye nchi hii na kwenye taifa na kwenye familia zetu. Familia zetu wakituona wanasema tuna heri kwa kuwa tunaye mama huyu. Lakini wewe unajua mwendo wetu wa kutembea na wewe. Kuna namna tulianza, lakini kadri tunavyozidi kwenda, ile heshima tuliyokuwa nayo kwako Bwana, wewe unapima na kuona si kama mwanzo. Lakini wewe unajua kiwango cha imani tulio nayo Bwana, na namna ambavyo tulipaswa kukuamini. Ninaomba Mungu ria hai, rehema zako kwa ajili yetu na kwa ajili ya watu wako wote wanaosikia ujumbe huu Bwana, mahali popote pale. Rehema zako Kristo, katika jina la Yesu Kristo, unapotukemea kwa njia ya nyimbo na kwa njia ya neno lako Bwana, utusaidie kurejea kwako kwa toba na kwa moyo uliopondeka. Tulie mbele zako Bwana, na tukwambie kwa dhati kwamba tunakuhitaji tena. Utembee nasi Bwana katika maisha haya mafupi uliotupa kuishi hapa duniani. Hata tukifika miaka 100, miaka 100 sio mingi, ni miaka michache sana umetupa kuishi hapa kwa ajili ya kusudi lako, ili wewe ujivunie uwepo wetu, ili dunia ipate kukuona kwa uwepo wetu hapa duniani. Mungu, ninaomba mjalie kila mmoja wako, kila mmoja wetu hapa, mtoto wako, mtumishi wako na mtu wako aliyesikia ujumbe huu, moyo wa toba na kurejea kwako, katika jina la Yesu aliye hai. Asante kwa kuwa wewe Mungu unasikia kuomba kwetu.